Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa viongozi wote, Chuo cha Shalom Bible School Tanzania ni chuo ambacho kilianza kutoa elimu yake kwa muda mrefu sana, lakini kuingia hapa kama Alisara alivyosema, katika mkoa huu wa Mara kimeingia mwaka 2019 na kusudi yake lilikuwa ni kusaidia watumishi wanaoishi katika mazingira ya vijijini, mahali ambapo hawawezi kufikiwa kwa wepesi na vyuo ambavyo vinapatikana mjini. Na kazi hii imetugharimu sana, kwa sababu maeneo ambayo tunakuja kufanya huduma ni maeneo ambayo nakuta kuna changamoto mbalimbali, ikiwa na maana ya kwamba asilimia kubwa ya watumishi ambao Bwana ametupatia kutembea pamoja nao, nakuta wengi wana shida ya kiuchumi. Kwa hiyo unakuja huku kwa kujitoa ili kuwasaidia watumishi. Kwa hiyo tangia mwaka 2019 mpaka sasa tumeweza kuhitimisha wanafunzi wapatao 100. Ninamshukuru Mungu sana katika hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na kuhitimisha wanafunzi hao, tumebahatika kabisa kupitia kwenye masomo yetu ya uongozi, utawala, ushauri na saikolojia kuwapata viongozi wakubwa wa makanisa kupitia chuo cha Shalom Bible School Tanzania. Tangia tumeanzisha wale wanafunzi wetu ambao wamemaliza, tunao maaskofu wakuu ambao wanaongoza makanisa yao, tunao makatibu wakuu ambao wanaongoza makanisa yao, tunao maaskofu wa kanda, tunao maaskofu wa mikoa, tunao makatibu wa vijana wa kanda na kitaifa. Kwa hiyo tunajivunia kwamba walikuja wakajifunza, wakaelewa na wakafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usiogope kuja kwenye chuo cha Shalom Bible School Tanzania ukasema labda kwa sababu hawajasimamisha majengo, sasa hatujaona majengo yao makubwa yaliyochorwa marumaru, kwamba sasa inawezekana pale pasipatikane kitu. Nataka nikwambie, chuo au shule sio majengo. Chuo au shule ni walimu waliopo kwenye kile shule, na ni kufuata ule mtaala wa shule. Sema amen. Watu wanaweza wakawa wanasomea kwenye mti, lakini mwisho wa mtihani wanapata AAA, na wengine mnasomea kwenye majengo makubwa alafu mtihani mnapata 000. Kwa hiyo tunachokiangalia ni hapa, je, hawa watu tunapowakuta tukakaa pamoja nao, tukawafunza, tukawaelekeza, wakafuata yale na wakafanya vizuri, tunamshukuru sana Mungu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumekuwa na wahitimu kutoka maeneo mbalimbali katika nchi ya Tanzania, na tunamshukuru Mungu wanaendelea kufanya vizuri. Mgeni rasmi na wageni waalikwa, kama pale ulisikia tuna baadhi ya changamoto. Changamoto hizi zinakuja kwa sababu ya kitu kimoja. Nataka niseme kitu. Mfumo wa chuo chetu, kwa kuwa Mungu alitupa msukumo wa kuwasaidia wachungaji, ndio maana wakati mwingine mfumo huu unawashangaza watu wengi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwanafunzi anapojiunga na chuo cha Shalom Bible School Tanzania, ulipia shilingi 10,000 kama ada ya mwezi, kama ada ya chuo ya mwezi, shilingi 10,000 kwa mwezi. Hiyo ikiwa tunaita ni maziwa au ni sabuni ya mwalimu anayekuja kufundisha chuo. Kwa kawaida walimu wa theolojia wana gharama kubwa. Walimu wa theolojia kumuita atoke kwake aje kufundisha wiki moja, malipo yake yanaanzia
nusu mpaka laki 7. Maana yake hawa watumishi nao waona hawawezi kumudu gharama hizo. Kwa hiyo ni kwa wachache waliojitoa wakaona kwamba hii ni utumishi. Sasa wameamua kuweka laki 7 chini, kuweka laki 4 chini, alafu wakaamua kujitoa kama watumishi kusaidia watumishi wenzao. Kwa hiyo unaweza ukapiga gharama za watu walioko hapo, walikuwa wanalipa 10,000, alafu ni sehemu tofauti tofauti. Huo ndio ulikuwa mshahara wa mwalimu kwa mwezi. Mwalimu ambaye anavumilia, anatunza na amesoma kwa gharama, na yeye angetamani kupata hela kubwa, lakini anajitoa kwa namna hiyo. Ndio maana tunasema Shalom Bible School Tanzania hakuna kama yeye. Kama mnanielewa, pigeni makofi na vigelegele. Msukumo huu umetutoka. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu tulifanya research na kugundua asilimia kubwa ya watumishi wa Mungu wanafanya kazi ya Mungu pasipo kusoma, na mgongano umekuwa mkubwa sana makanisani. Wanagongana na viongozi wa serikali kwa sababu hawajui utaratibu wao, lakini wanahubiri imani kinzani kwa sababu hawajui namna ya kutafsiri Biblia. Kwa hiyo yamekuja makundi mengi sana ambayo ukiangalia matokeo yake ni kwa sababu ya elimu, kwamba huyu mtu anajua kuhubiri, lakini hapa amekosea kwa sababu hakupitia mafunzo ya Biblia. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi ndio likatufanya kusimamia maono haya. Tunakuja mpaka huku, pengine hata nyumbani hatukai kwa ajili ya kuwatengeneza hawa. Bwana, watumishi wa Mungu wakisha kuwa bora, taifa litakuwa bora, kwa sababu sisi ndio tuna watu. Sema amen. Sisi ndio tuna watu. Jamii yote kama sio Mkristo ni Muislamu, kama sio Muislamu atakuwa na dini yake anayoiabudu huko. Sasa sisi viongozi wa makanisa na viongozi wa dini tukiwa safi, tutafundisha elimu sawasawa kulingana na taaluma zetu na kulingana na taaluma ya dunia hii, ili watu wakaelewa utaratibu wa uendeshaji wa huduma zao na utaratibu wa uendeshaji wa huduma katikati ya serikali. Tutaishi vizuri. Sema amen. Kwa hiyo hicho kimetuchukua muda, lakini tunashukuru Mungu kuanzia tumeanza mpaka sasa hivi tunaona utukufu wa Mungu, maana watu wameanza kuelewa sawa sawa. Mheshimiwa mgeni rasmi, sitaki kuwa na maneno mengi kwa sababu muda wetu umekwisha. Tunachoomba kwenu, mtuunge mkono, utushike mkono, utufanye tuweze kusonga mbele. Tuna malengo ya kuendelea mbali sana, ili tuwapate watumishi wengi, ili tuwaweke kwenye misingi sahihi ya utumishi. Sio kwamba hawana Roho Mtakatifu, wako vizuri, lakini kuna vitu vichache, hususan kwenye masuala ya uongozi na utawala, hapo kuna shida. Sasa tunapokuwa tunafundisha kwenye uongozi na utawala, tukawajenga katika saikolojia, akajua aina ya watu, akafahamu kwamba una watu wakorofi, kuna watu wapole, kuna wasiojibu haraka na kuna wenye hasira kali, lakini wote unaoongoza wewe. Akishafahamu hili, mchungaji ataongoza kanisa bila migogoro ya aina yoyote, maana atamfahamu kwamba mrokozi ukimwambia kwa haraka ana hasira, lakini Joni ni mwepesi wa kusikia haraka. Kwa hiyo akitaka kitu cha haraka atazungumza na Joni, akitaka kitu cha kufikiria atazungumza na mrokozi. Maisha yanaendelea, kwa sababu wanadamu wako wa aina ngapi? 4. Aina ya kwanza kuna sanguini, aina ya pili kuna melancholi, aina ya tatu kuna phlegmatic, na aina ya 4 kuna chronic. Hawa watu usipowafahamu kuwaongoza, kama wewe ni kiongozi, utakuwa unagombana na watu kila siku, lakini ukishafahamu kila mtu tabia yake, utakaa na watu kwa amani, kanisa lako litastawi, nchi yako itastawi, yani eneo lako kama ni kata, kama ni kiongozi wa kata utastawi, mpaka watu watatamani uishi pale milele, kwa sababu unajua namna ya kuongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana katika risala yetu tunaomba kwamba tuna kozi fupi, na hili niliseme, tuna kozi fupi ambazo ni kozi za uongozi na utawala, saikolojia na ushauri, psychology counseling. Hizi sio tu za wachungaji, hizi pia kwa viongozi wa serikali ni muhimu sana, na kwa viongozi wa kisiasa ni muhimu sana. Tunawakaribisheni, karibuni sana, ili tujifunze namna ya kuishi na hawa watu. Nataka nikwambie, ukimaliza hii kozi, kama ni kiongozi wa kisiasa,
utakaa kwenye madaraka mpaka ufiepo. Maana wananchi watakuwa wanasema ni tano tena mpaka mwisho, kwa sababu kuna namna ya kwenda pamoja nao. Sema amen. Amen. Unawapeleka sawa sawa, lakini kama ni kiongozi wa serikali utakuwa unahamishwa, yani ndani ya muda mchache unapandishwa cheo, kwa sababu ukikaa kwenye ofisi hata wanaokuja kwako wanafurahia, hata kiongozi mgeni anafurahia. Kwa hiyo kupandisha promotion kujikuta huko juu sana, kwa sababu kishajua saikolojia ya mwanadamu ni mtu wa kawaida sana. Ukienda naye hivi utakula kila kitu. Sema amen. Haleluya. Kwa hiyo tunawakaribisheni sana ninyi nyote, tunawakaribisheni wachungaji. Masomo ya chuo chetu tunawafundisha baadhi ya masomo. Nataka niataje tu kwa ufupi, alafu nimkaribishe mgeni rasmi. Baadhi ya masomo ambayo tunafundisha kwenye ngazi ya diploma, tunafundisha masomo ya pastoral theology, yani theolojia ya kichungaji, lakini tunafundisha masomo ya global missionary, lakini tunafundisha masomo ya injili na injili nne ambayo tunaita kwamba interpretation of the gospel, lakini tunafundisha masomo ya upandaji wa makanisa ambayo tunaita church planting, lakini tunafundisha masomo ya maombi ambayo inaitwa prayer and spiritual warfare, lakini tunafundisha masomo ya Roho Mtakatifu, Holy Spirit part 1 na part 2. Unajua watu wengi wanajua Roho Mtakatifu wa kwanza aliyoshuka katika siku ya Pentecost, lakini unajua hapa katikati kulitokea vita, mitume wakauawa wote wakaisha. Historia ya Kristo kuna mahali inaanzia hapa kwenye miaka. Sasa walikuwa watu wanaogopa kunena kwa lugha, lakini kuna siku moja Mungu alishuka pale Los Angeles Marekani, na akawa amemkuta mhubiri mmoja alikuwa ameitisha kongamano kubwa, Roho Mtakatifu akashuka pale. Ndipo unapoona kwenye miaka ya 1900 kuanzia 30 huko yakazaliwa pia makanisa ya Pentecost, yakazaliwa makanisa ya Assemblies, baada ya makanisa ya Kilutheri ambayo tunaita makanisa ya Protestanti, ambayo yalitokana na matengenezo wetu Martin Luther. Lakini hapo palikuja makanisa mengine hapa yalizaliwa kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo ilishuka pale. Ndio hiyo tunasema part 2, part 1 na part 2. Lakini tunafundisha kuimba, music, praise and worship. Tunafundisha pia eschatology, yani kurudi kwa Yesu mara ya pili. Lakini tunafundisha kuhusiana na Zaburi. Watu wengi wanajua Zaburi iliandikwa na nani? Na Daudi, lakini Zaburi iliandikwa na waandishi wengi sana. Yani Daudi ameandika tu Zaburi zake kama 50 hivi, lakini zilizobaki kuna wengi sana, na Suleiman ameandika pale. Kuna waimbaji wengi. Sasa ukija utajifunza hivi unapowafundisha watu, sio kwa sababu unajua Zaburi iliandikwa na Daudi peke yake. Sasa ni sawa, Daudi ampeleka kichwa kikubwa, lakini kuna wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunafundisha masomo ya hermeneutics, yani namna ya kutafsiri maandiko. Tunafundisha mafundisho ya world religion. Tunawafundisha kuzijua dini za ulimwengu, kwamba ulimwengu una dini nyingi na kila dini inaamini nini. Tunakufundisha hivi sio kugombana na mwenzako. Maana yake unaweza kuwa unahubiri mwenzako kumbe unamponda kwa sababu hujui imani yake. Kwa hiyo tunawafundisha hivyo. Lakini tunafundisha kuhusu homiletics, yani namna ya kuhubiri, jinsi ya kuwakilisha ujumbe. Usitukane watu. Tunafundisha yani ukiwa mhubiri, ukiwa unahubiri watu wote wanafurahi kusikiliza, hata wanaweza wakalala bila kutoka. Sema amen. Lakini tunafundisha Bible survey, tunafundisha Bible history, tunafundisha psychology and counseling, lakini tunafundisha management and leadership, na tunafundisha Roman and Gratian na Christian ethics, yani tabia ya Kristo. Haya masomo ambayo ukija kwa ngazi ya diploma utajifunza masomo 18 yaliyoiva katika kusaidia kuwa mtumishi bora ambao utatumika kwa ngazi ya kanisa lako na watafurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kwa ngazi ya degree tutakuonyesha masomo tu madogo kwa sababu ni mengi sana. Tunafundisha masomo 37 kwa ngazi ya degree, lakini masomo ya muhimu sana ambayo tunajifunza Doctrine of Holiness, Christian Believers, tunafundisha tena Evangelism, tunafundisha pia somo hilo kwenye degree Christian Ethics, Pastoral Counseling, lakini tunafundisha History of Christian 2005, lakini tunafundisha history ya Kristo kabla ya Kristo ambayo ni Agano la Kale, miaka 1500 kabla ya Yesu. Lakini pia tunafundisha masomo ya historia ya Kristo miaka kuanzia karne ya kwanza mpaka miaka 1500
baada ya Yesu Kristo. Napozungumza hivyo, kwenye mwaka kuanzia karne ya kwanza kufika mwaka wa 1500, hapo ndipo tulipopata ukombozi mpya kutoka kwa Martin Luther ambaye ndiye mwana matengenezo tunayemfuata katika historia yetu, na sisi makanisa mengine ya kiroho na Pentecost kupatikana. Bwana Yesu asifiwe. Tunafundisha tena kuhusu masuala ya Kigiriki, kwamba Wagiriki tunajua walikuwa ndio watawala ambao walitawala miaka 100 kabla ya Yesu Kristo, na hawa ndio wana mapinduzi wa kielimu. Dunia haikuwa na elimu yoyote, lakini wao ndio waanzilishi wa elimu na ndio waliotufanya mpaka leo tunaweza kujua kusoma na kuandika na kujieleza. Kwa hiyo ukija tutafundisha ili ufahamu na mambo hayo, sema amen. Lakini tunafundisha tena Old Testament ya Agano Jipya, New Testament, Old Testament ya Agano Kale, New Testament ya Agano Jipya, systematic theology part 1 na part 2 na part 2. Tunafundisha Africa Christian theology. Unajua kuna theolojia ya Kiafrika. Unajua wazungu na sisi tunampokea Yesu, lakini mazingira ya kihuduma yanatofautiana. Kwa hiyo wakati mwingine kuna watu wanachukua theolojia ya kizungu wanaileta Afrika, inashindikana kutumika kwa sababu mimi ninapokuja huku kuna namna ambazo nitahitaji kufanya kama watu wa hapa. Yaani nikija kusoma hata kama ninahubiri, wewe unapo mfano mmoja. Sisi kwetu Bukoba ukilima mtani kwetu Bukoba ukilima mtani, kanisa kwenye makanisa yetu ya kiroho askofu anakuwa chini ya maana, kwa sababu mtama kwetu tunatengeneza pombe inaitwa rubisi. Kwa hiyo ukishalima mtama unajua unataka kutengeneza pombe, unaweka chini ya maana. Ukija huku mtama ni chakula. Sasa nikija hapa na mwili kwamba unajua kulima mtama ni dhambi, kuna watu ni chakula ndio wananipikia na mimi nakula. Umeshaona tofauti ya teolojia. Kwa hiyo lazima ujue mazingira haya yanapendaje, yapoje. Je, hapa hiki inawezekana ukakuta Bukoba hiki ni dhambi, lakini hapo sio dhambi. Sasa unakuta kwamba mtumishi ametoka Bukoba na elimu yake hiyo, akija hapa tena anapasua, anawafukuza watu wanaolima mtaa wakati ni chakula. Ndio maana kuna tofauti ya teolojia ya kizungu na teolojia ya dini ya Kiafrika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini japo masomo mengi nisiwe muda mrefu, na tunawakaribisheni watu wote ambao mnapenda kujiunga na darasa letu. Litaanza mwezi wa 11 baada ya kuhitimisha masomo haya. Karibuni sana watu wote Tanzania nzima, tushirikiane kulijenga taifa letu. Sema amen. Mwisho nataka nizungumze, tarehe 29 ni siku ya uchaguzi. Kwanza niombe Watanzania wote mnao nisikiliza, niombe tudumishe amani katika nchi hii. Bwana ametupa Tanzania iliyojaa neema. Ukianzia Kagera kwenda mpaka Mtwara utaona baraka za nchi zinazong'aa. Kila maana tuna ardhi nzuri. Kama watu waliotembea kwenye nchi za East Africa watajua kwamba Tanzania tumegawanywa mengi. Lakini pia tumejaliwa umoja na mshikamano kwa sababu ya lugha yetu moja ambayo baba wa taifa alitutengeneza kwa maana ya Kiswahili. Mimi nimetoka kwa wale nimekuja kwa Wasukuma, lakini bado tunawasiliana vizuri kwa sababu ya lugha. Ninaomba kisiwepo kitu chochote sisi cha kututenga. Sisi ni ndugu na Bwana ametuweka katika nchi hii. Kwa hiyo tujitahidi sana kudumisha amani. Na tarehe 29 wa Tanzania waje kupiga kura kwa mujibu wa katiba na sheria ya nchi, wakapiga kura kila mmoja achague kiongozi anayempenda na anayeona nafaa kuongoza ndani ya miaka 5 ijayo. Baada ya kusema maneno hayo machache, niwaombe wahitimu, mnapokwenda kuhubiri, msihubiri siasa wala msipeleke dini zenu kwenye nchi. Hubiri Yesu, hubiri Injili. Dini ni katiba tunayopewa kutulinda sisi ili tusikiuke misingi na sheria za nchi, lakini dini isitufunge kutuzuia sisi kuduniana sisi kwa sisi. Unaposema Betheli ni katiba ya nchi, lakini Betheli, MTAG, Mkalivali, Assemblies, Mennonite, Anglikana wote ni ndugu na wote wanamhubiri Yesu mmoja aliye hai. Sema amen. Kwa hiyo hizo dini zisitutenge. Nendeni mkamwonyeshe Yesu mliyempata. Nendeni mkahubiri yale ambayo walimu wenu wamewafundisha. Ninaamini baada ya miaka michache mtamshukuru Mungu kwa hiki mlichopata. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika.
Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Shalom Bible School Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.